Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na reaction ya Mwijaku. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba huko mtandaoni bwana Mwijaku ameibua mjadala mzito, hususan baada ya kuamua kumsema Dudu Baya. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Dudu Baya bwana alizungumza mambo mengi sana mazito, na mambo hayo aliyozungumza Dudu Baya bwana yalikuwa yanamhusu yalikuwa yanamhusu Mkubwa Fella, Said Fella, mmoja kati ya mameneja wa Diamond Platnumz. Huyu bwana pia vile tunamfahamu akiwa kama mwanzilishi au muasisi wa muziki wa Bongo Flava, lakini mwanzilishi wa kundi la TMK wanaume. Bwana, so ni kila mtu anafahamu kuhusiana na hiyo historia. Sasa Mkubwa Fella bwana amekuwa akiwasaidia au amewasaidia wasanii wengi sana, akiwemo hata Diamond Platnumz mwenyewe, na hicho ni kitu ambacho nadhani kila mtu anafahamu kwamba Mkubwa Fella ni moja kati ya watu ambao wamewasaidia wasanii wengi sana wa Bongo Flava. Sasa at the end of the day, kitu ambacho kimekuja kutokea hivi karibuni ni kwamba Mkubwa Fella bwana amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya kiafya, yani amekuwa akiugua, jambo ambalo limepelekea afya yake kuyumba kwa namna moja au nyingine. Sasa kutokana na maradhi ambayo yamekuwa yakimsumbua Mkubwa Fella, ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakizungumza kuhusiana na hilo, lakini kubwa zaidi ni kwamba kuna hizi story ambazo zimesambaa mtandaoni baada ya mke wa Mkubwa Fella mwenyewe kujitokeza na kuzungumzia issue ya afya ya mumewe, akidai kwamba amekuwa akiomba support kwa wasanii mbalimbali ambao Mkubwa Fella alikuwa akiwasaidia kipindi cha uzima wake bwana, lakini pia vile wengi wao wamekuwa kama vile wakimpuuzia. Na hilo ni jambo ambalo mke wa Mkubwa Fella limemkwaza kupelekea mpaka kuamua kulizungumza hadharani bayana kupitia mitandao ya kijamii na kuweka swala hilo wazi kwamba wasanii wamekuwa wakipuuza swala zima la kutoa support kwa Mkubwa Fella. Na alipigiwa simu baada ya hizo habari kusambaa, alipigiwa simu mke wa Mkubwa Fella kuhusiana na hiyo issue, ambapo yeye mwenyewe akazungumza na kuwataja baadhi ya wasanii ambao wamekuwa wakimuonyesha ushirikiano, akiwemo Mbosso Kani, lakini wengine wote wamekuwa hawako karibu naye katika kipindi hiki kigumu wakati mumewe anaumwa. Lakini pia vile akaulizwa kuhusiana na Diamond, ambaye tunafahamu kwamba Mkubwa Fella ni active manager wa Diamond Platnumz. Lakini alivyoulizwa kuhusiana na swali hilo, mke wa Mkubwa Fella akasema wazi kwamba Diamond alimsaidia hapo mwanzoni, kipindi Mkubwa Fella anaumwa hapo awali. Diamond alionyesha ushirikiano mpaka akampeleka India wakarudi, lakini sasa hivi akipigiwa simu amekuwa hapokei. Kwa hiyo ni moja kati ya habari ambazo kiukweli imeshangaza watu wengi sana kuona kwamba bwana, kumbe mpaka Diamond ambaye ni msanii wa Mkubwa Fella na yeye pia imekuwaje atoe support kwa Mkubwa Fella. Kwa hiyo mijadala imekuwa ni mingi, watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na hilo na imepeleka. Naam. Lakini pia vile ni kwamba jambo lingine ambalo limemeke headline bwana ni kwamba kuna taarifa ambayo imetolewa hivi karibuni siku ya jana jioni, wakiandika kwamba Mkubwa Fella anaomba mchango wa matibabu Tanzania. Anaomba wa Tanzania mchango wa matibabu. Kuna page hapa inaitwa Bongo Mixed Habari imepost huko Instagram, and then hapa chini wakaandika kwamba bwana, kutoka kwa Mkubwa Fella leo hii ya Moto Bendi wanasema wanamjui kweli. Nashukuru Mbosso kwa kupokea simu zangu za mara nyingi. Amekuwa karibu na mimi amekuwa karibu na mimi. Kwa Watanzania wenye mapenzi mema na mimi, naomba mnisaidie mchango wa kifedha ili niweze kwenda India kutibiwa. Inaniuma sana leo hii TMK hawapokei simu zangu. Ameandika hivyo. Hiyo ni moja kati ya ujumbe ambao umesambaa huko mtandaoni kumhusu Mkubwa Fella kuhusiana na hali yake pamoja na anavyohitaji au uhitaji wake kwa ujumla. Umeona bwana lakini kuna page nyingine hapa wamekuja na wenyewe pia wameripoti wakiwa wameandika the same thing. Lakini pia hapa kuna huu ujumbe ambao ni Mkubwa Fella ndo ameandika huko kuhusiana na kwamba eti ya Moto hawamfahamu na TMK hawapokei simu zake. Lakini kwa ujumla ni kwamba kulikuwa kuna hii rai imetolewa kwamba Fella anaomba mchango kwa Watanzania. Umeona bwana Lakini baada ya hayo yote ni kwamba habari nzuri kuhusiana na baada ya Fella kutangaza hizo habari ni kwamba kuna page hapa imekuja kuripoti kwamba serikali imeanza kumsaidia Mkubwa Fella. Kwa hiyo serikali yenyewe imeamua kuingilia kati swala hili na kuamua kumsapoti Mkubwa Fella katika swala zima la matibabu.
hapa bwana, habari kamili inasema kwamba baada ya taarifa za mke wa Mkubwa Fella, Sweet Fella, kuweka wazi hali ya mume wake mitandaoni, serikali imeamua kuchukua hatua za kumsaidia Mkubwa Fella. Asha Bakari Wanled ameandika kwamba ameweka wazi kuwa hatua hiyo imekuja baada ya kuzungumza na Mheshimiwa Profesa Kabudi Jam, ambapo mawasiliano yalifanyika kwa lengo la kutafuta msaada wa haraka kwa Mkubwa Fella. Lakini pia vile hatua hii kwa serikali imepokelewa kwa faraja kubwa na wadau wa burudani pamoja na mashabiki, wakionyesha matumaini kuwa jitihada hizo zitasaidia kuboresha hali ya Mkubwa Fella na kumpa nafasi ya kupata matibabu na msaada unaohitajika kwa wakati. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa kifupi ni kwamba Mkubwa Fella bwana amepata msaada kutoka serikalini moja kwa moja, which ni jambo la heri, ni jambo la faraja kweli, kwa sababu unaelewa kabisa kwamba kama serikali imeamua kuingilia kati na serikali hakuna inaloshindwa, basi moja kwa moja Mkubwa Fella atapata matibabu sahihi yanayohitajika na atarejea katika majukumu yake ya kila siku akiwa na afya njema kabisa, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini pia vile wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo habari. Baada tu ya kusambaa, ni kwamba wadau wamekuja kulizungumzia swala hilo bwana. Kumekuwa na comment nyingi sana hapa zimejitokeza baada ya serikali kuonyesha wazi malengo ya kuamua kumsaidia Mkubwa Fella kwa kile ambacho anapitia, ambapo kiukweli hapa tunaona kuna comment nyingi sana. Wengi wamekuwa wakipongeza serikali kwa kuto kumtupa, maana tunafahamu kwamba huyu bwana Mkubwa Fella ni moja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia vile amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni waasisi wa mziki huu hapa wa Bongo Flava. Ukiwazungumzia wale wakina P-Funk Majani ambao ni maproducer, wakina Master J, basi at the end of the day pia utamtaja Mkubwa Fella akiwa kama moja kati ya mtu ambaye alikuwa anawasponsor hawa vijana mpaka kuingia katika mziki na kufanya vizuri, na wengine wanafanya vizuri mpaka leo. So kitendo cha serikali kuamua kumsapoti Mkubwa Fella ni jambo ambalo limeonyesha kwamba serikali pia inajali mchango wa wadau wa mziki kama hawa katika industry kwa ajili ya kuinua sanaa kwa ujumla nchini Tanzania. So ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una